Baada ya tetemeko la ardhi, ilikuwa kama vile ilichomoza kutoka ardhini, Yo. lakini haikuchomoza kutoka ardhini. Kilichotokea ni kwamba udongo wote ulianguka tu, No. na Ron alipozunguka pembeni na kuitazama, aliona kile alichoamini kuwa ni mbao za mbavu pande zote. Alipokuwa akitembea kuzunguka safina na kuitazama, aliona sifa hizi za kipekee zikichomoza. Na hapa kuna nyingine unayoweza kuiona, lakini inaonekana kama udongo na mawe, sivyo? Sawa. Hivyo ndivyo kila mtu mwingine angefikiria. Ndio. Na ninaamini kabisa kwamba Mungu alimpa Ron uwezo wa kutazama vitu hivi na kuvielewa. Ndio. Utagundua upande wa kushoto, upande wa mkono wa kushoto, unaona alama hizo zote nyeusi hapo. 是 Naam, unapotazama juu na chini ukingo wa safina ukielekea mbele, je, haya ni mawe? Kwa sababu sasa ni mawe. Ni kile ambacho ungeita kimegeuka kuwa kisukuku au kimegeuka kuwa jiwe. kimegeuka kuwa jiwe. Lakini Ron aliamini kuwa kile ulichokuwa ukiona ni mahali ambapo meli ilikuwa imeporomoka, kwamba nguzo hizi zilikuwa zimechomoza kando ya safina. Lo. Na ndivyo ilivyokuwa. Alikuwa ameshawishika kabisa, lakini akafikiri, nitawashawishije wengine? Alipokuwa amesimama ndani ya safina, hapa kuna mambo mengine ya kuvutia aliyoyaona mara ya kwanza. Ukigundua juu ya kichwa cha Ron na juu ya kichwa chake upande wa kushoto, kuna sehemu hizi zilizochomoza. Sawa. Hapa kuna picha nyingine ya sehemu hizo zilizochomoza na kuna kadhaa ya hizi kando ya safina, na hapa kuna picha ya hii. Picha hii ilipigwa kwa kamera ya pande tatu, kwa hivyo si nzuri sana, lakini inakupa wazo la ukubwa wake. Ndio. Na kile Ron alichoamini kuwa hizi zilikuwa ni mihimili ya sakafu, Ah, kwa sababu ukingoni, ukiangalia picha ya chini, sawa. unaweza kuona jinsi zinavyoungana. Sehemu yenye nundu kwa ndani inaungana na mbavu kwa nje. Lo, sawa. Baadhi Nifahamu. Ndiyo, hilo ni jambo ambalo nililiona wakati wote wa ndoa yangu naye, kwamba hakuna shaka akilini mwangu kuwa Mungu alimpa habari au uelewa ambao watu wengine hawakuwa nao tu. Na iliniharimu sana kuweza kuketi hapa na kuzungumza na watu wengine au kwenda nje na kuzungumza na mtu mwingine yoyote na kusema hii ni safina ya Nuhu. Ilinibidi nijihakikishe mwenyewe, Kweli. na bila shaka nimefika huko mara nyingi sana. Siwezi hata kukuambia ni mara ngapi. Na aliamini kilitokea ni kwamba aliamini kitu kilitokea kwa meli hiyo kilichoihifadhi na kuifanya iwe kisukuku. Sasa tunajua kwamba wanasayansi na walimu na vyuo na hayo yote watakwambia inachukua mamilioni ya miaka kwa kitu kuwa kisukuku, lakini hiyo si kweli, kwa sababu dunia ina umri wa miaka 6,000 tu sasa. Na sijui, unajua, siombi radhi kwa kuamini Biblia, lakini kile alichoamini kilikuwa kikiendelea ni kwamba kitu fulani kilikuwa kimeihifadhi na kuifanya iwe kisukuku. Na katika toleo letu lijalo la kipindi hiki tutaingia katika hilo na utaona kwa nini na ushahidi. Lakini sasa hivi nataka kuzungumza juu ya wakati Ron alipoitazama safina na kuona hili. Unaona hapa chini sehemu hii inayochomoza upande wa kulia, ukigundua juu yake kabisa kuna mwamba unaochomoza hadi karibu katikati ya meli. Na hivyo Ron alielewa hili kumaanisha kwamba safina iliingia kwenye mwamba huo na kutobolewa na kisha kuteleza hapo hapo. Ajabu. Na alipofanya hivyo, alipofanya yake,
Unakumbuka tulipomwonyesha akifanya vile vilima vidogo na vikaonyesha eneo lililochimbika mlimani? Alipotazama juu ya mlima, aliipata. Na huyu hapa anaonyesha hapo hapo. Na hapa kuna picha bora zaidi. Ilikuwa ni kile hasa alichoona. Kingeivuta safina ndani yake na kuishikilia umbo la mwezi mwandamo la milima. Hiyo ni ajabu. Ukweli tu. Nora, Alifanya mazoezi hayo ili kujua hilo alipofika huko. Hiyo ni ajabu. najua, Ndio. najua, na ni Mungu pekee angeweza kumwambia afanye hivyo. Aliamini kwamba kilichotokea ni kutoka kwa lile umbo la mwezi mwandamo kule juu. Safina ilishuka mlimani, ikatobolewa kwenye mwamba huu unaochomoza na kuzunguka sambamba na mtiririko wa lava. Sasa je, kuna ushahidi wowote wa kuunga mkono wazo kama hilo? Sasa kitu cha kufurahisha sana huko ni juu ya ukingo, juu kidogo ya mahali safina ya Nuhu ilipotua, palikuwa na jiwe kubwa la kumbukumbu ambalo katika mitindo miwili ya maandishi ya picha na katika mwandiko wa kikabari, mwandiko huo unasema kwamba hapo ndipo mahali safina ya Nuhu ilipotua. Ron, waelezee watu jiwe la kumbukumbu ni nini? Sawa, jiwe la kumbukumbu kimsingi ni jiwe kubwa, bapa na pana, ubao wa jiwe ukipenda, la jiwe. Na juu ya hili, unajua, walichonga hizi maandishi ya kumbukumbu. Sasa kilichotokea mara nyingi nyakati za kale ni kwamba watu waliokuja baadaye, watu wasio na akili, usijali nikisema hivyo, ambao hawakujali thamani ya kihistoria ya maandishi haya, walikuwa wakiyavunja na kuyatumia kwa madhumuni mengine, kujenga kitu kingine. Huko Misri, Homer alichukua karibu vifaa vyote kuhusu Akhenaten anayeitwa mfalme mzushi na kuvitumia katika majengo yake. Na mtu fulani alichukua jiwe hili akalivunja na kutengeneza alama ya mpaka kati ya Uturuki na Iran. Na hivyo ilikuwa inakatisha tamaa, lakini tuliweza kuona vya kutosha ili kuiga sehemu ya kilichoandikwa kwenye mawe hayo. Tungependa kubadilisha mawe haya na matofali ya saruji ambayo yangetumika kama, unajua, alama ya mpaka na kuyaweka mawe haya mahali salama na kuyaunganisha pamoja kama vile mtu anavyofanya fumbo la picha. Sasa hii ni yangu. Ilipigwa wakati wa safari yangu ya kwanza kabisa kwenye safina ya Nuhu huko miaka ya 80, wakati wa nywele nyingi, unajua. Nakumbuka. Lakini kulikuwa na upepo siku hiyo pia, naahidi haikuonekana hivyo wakati wote, lakini niliweza kuelewa picha hii vizuri zaidi. Ron alichora mchoro huu ulio juu hapa alipopata nafasi ya kutumia muda kuangalia alama ya mpaka na kuunganisha vipande pamoja. Na kila ambacho hii inaonyesha, ukigundua hapo juu kuna miamba juu ya mlima inayochomoza kama imechongoka upande wa kushoto. Na hapa chini unaweza kuona hiyo kama theluthi moja ya njia na inaonekana kama nyeupe. Sawa. Na unapoendelea kupita ndege huyo wa kwanza, utaona kulikuwa na kitu kinachofanana na volkano. Ndio. Na hiyo ingekuwa upande wa kulia wa picha hii. Na tukagundua kuwa ndio kulikuwa na volkano upande mwingine, lakini ilikuwa imezimika. Lo. Kwa hiyo hii ilitengenezwa, jiwe hili la kumbukumbu lilitengenezwa maelfu mengi ya miaka iliyopita na linaonyesha kuwepo kwa volkano kule. Leo volkano hiyo haipo tena. Na kuna alama ya kama mtiririko wa matope kutoka juu kabisa hadi pale safina ilipo na inaendelea chini. Na kinachotokea kwa lava inayooza ni kwamba inageuka kuwa udongo na kutengeneza mtiririko wa matope. Yo.
na hivyo ilithibitisha kwamba wakati fulani na umbo la safina, ukiangalia picha, umbo la safina unaweza kuona hilo. Ina ncha pande zote mbili, ambapo kwa kweli haina ncha pande zote mbili katika mabaki kwa sababu sehemu yake imeharibika. Sana. Lakini hiyo inashangaza. Hii kilele cha ukingo huu ambapo tulikuwa, kumbuka Ron aliposema awali, alipokuja kuiona safina, kwa kweli alikuwa ameingia nchini Irani. Naam, hapa tunaposimama wakati nikipiga picha hii ni karibu sana na mpaka wa Irani. Na barabara inayopita huko ni barabara ya hariri ya zamani ambayo Marco Polo alisafiri na kuandika kuihusu. Lo, Na kile Ron alichoamini ni kwamba hii ilikuwa alama inayoonyesha mahali ambapo safina ya Nuhu ilikuwa. Kwa sababu lile umbo la mwezi mwandamo milimani tuliloliangalia awali liko nyuma ya hapa, karibu sana. Hivyo hii ilikuwa kama bango la kale. sawa, ndio. Na hivyo ushahidi kote. Kuna kitu kingine ninachohitaji, nadhani nilisahau kukitaja awali. Na hiyo ni kwamba kile kijiji kidogo ambacho Ron aliingia. Hakuna mtu aliyekuwa akiishi hapo aliyejua lolote kuhusu mabaki yoyote yaliyokuwa hapo. Lo. Ni makaburi ya zamani. Ina mawe haya makubwa sana ambayo Ron alisema. Baadhi yao kwa hakika yalikuwa mawe ya nanga. Na kilichotokea ni wakati wa vita vya kwanza vya dunia mnamo 1917 kulikuwa na mauaji na watu hao waliangamizwa. Lo. Kisha watu wapya wakahamia na ni Wakurdi wanaoishi hapo sasa. Hey. Na wanajua kwamba eneo hilo linaitwa eneo la Wanane na kwamba mji huu mdogo unaitwa mji wa wale Wanane, lakini hawajui ni kwa nini. Na mawe yote ya nanga na kila kitu yana misalaba iliyochorwa juu yake. Hivyo hii ilikuwa baada ya enzi ya Kikristo. Sawa, baadhi ya mitindo ilikuwa ya wapiganaji wa msalaba. Unajua, mitindo tofauti ilipita hapa na kuweka hiyo hapo. Na wale Wanane wanawakilisha Nuhu, mke wake, wanawe watatu na wakwe zake watatu. La haula! Wale Wanane. Na hivyo ndivyo walipoishi. Sasa kumbuka hapo awali tulipokuonyesha, ilikuwa siku ya pili kabisa Ron alipokuwa huko na akaona nyumba ya zamani na akaona haya makaburi. Ndiyo, ataenda kuzungumza kidogo zaidi kuhusu hilo. Hivyo basi, tuseme tulishiriki habari za ugunduzi huu na mtu ambaye, unajua, alikuwa Mkristo mzuri sana, kiasi kwamba, unajua. Na tangu wakati huo, nimejifunza kwamba watu hawa wote wanaokuja na kukuambia jinsi walivyo Wakristo wazuri, si Wakristo wazuri. Kama kweli wao ni wazuri, hawatakuwa wakijaribu kuwashawishi watu kuhusu hilo. Lakini wakati huo nilikuwa mshamba, kwa hiyo nilimwambia vitu hivi vilipo. Baada ya mimi kuondoka eneo hilo, alimlipa mwanakijiji mmoja hapo dola 400 za Marekani ili afukue kaburi la mke wa Nuhu. Sasa kuna sheria inayosema huwezi kufukua makaburi nchini Uturuki. Na ili kukwepa hilo, walivunja wakapasua haya mawe ya makaburi. Sasa nina picha za hivi nilizopiga huko nyumba mwaka wa 1977. Lakini nilikuwa na hisia kwamba yangekuwepo na ningeweza kufanya kazi nzuri zaidi ya kuyapiga picha. Unajua, kusafisha baadhi ya uchafu wa zamani ili upate picha nzuri na ya wazi. Sikufanya hivyo na sasa natamani ningefanya. Lakini watu hawa walivunja hivi vyote, wakavisambaza huku na huko, ili kama wakikamatwa wakichimba, waseme walikuwa wakichimba maji. Je, picha ulizopiga zinaonyesha michoro ya miambani? Kwa unyonge sana. Si wazi kama ningependa iwe. Kwa kweli, ningependa kuwa nimefanya nakala ya kusugua kwenye hivi. Unajua, unaweza kutengeneza kitu cha plasta ya mpira na kupata nakala kamili ya kile kilicho hapo. Na ningependa kuwa nimefanya hivyo, lakini tena
Sikutegemea hawa Wakristo wazuri kufanya jambo la namna hiyo, unajua, kuharibu ushahidi kwa ajili ya pesa. Hiyo ilikuwa sana. Tuseme nilijifunza somo chungu sana hapo. Lakini hata hivyo walimfukua mke wa Nuhu, na alikuwa mtu mkubwa sana. Sanduku lake la maiti lina urefu wa futi 18 na limehifadhiwa katika makumbusho ya Anatolia huko Ankara. Haionyeshwi hadharani, lakini kuna baadhi ya masanduku makubwa ya maiti yanayoweza kuonekana, unajua, tangu kipindi hicho cha wakati. Sawa, walichukua kutoka kwenye mifupa yake dhahabu na vito vya kutosha kiasi kwamba waliweza kuviuza kwa zaidi ya dola milioni 100 za Marekani, dola kwenye soko la magendo huko Istanbul. Sasa kilichobaki cha mifupa yake, kwa ufahamu wangu, ni mifupa michache ya mikono, vidole, mifupa, pingili za vidole. Kama kawaida, mtu anayelipwa mshahara wa chini kabisa ndiye anayebeba lawama. Sawa, walimkamata mwanakijiji aliyekuwa amesimamia uchimbaji wa kaburi hili na wakamhoji. Sasa sikuwepo alipomhoji, lakini nimekuwepo wakati baadhi ya watu walipokuwa wakihojiwa. Raha. Wanachukua waya na kuweka hapa kuzunguka mfupa hapa mkononi na kuchukua koleo na kisha wanazungusha hivi na kuukaza hivyo kwamba ingeweza kabisa, unajua, kung'oa kidole gumba chote kama wangeendelea. Na watu huanza kuongea sana chini ya mazingira hayo. Hivyo huyu bwana aliwaambia kila kitu alichokijua. Sawa, waliwafuatilia watu waliokuwa wamemlipa huyu jamaa kufanya hivi. Ilibainika kuwa afisa wa serikali wa ngazi ya juu sana alihusika. Na hapo ndipo uchunguzi ulipoishia. Kwa hiyo haujaendelea zaidi ya hapo? Siopo ninavyojua. Sawa. Sasa nilihisi vibaya sana kuhusu haya yote kupotea. Namaanisha, tungeweza kujifunza mengi kutokana na jinsi vitu vilivyotengenezwa na haya yote. Lakini Marinelle, mke wangu, alisema, pengine kutokana na jinsi watu walivyo, kwamba kama tungeweza kuweka hilo pamoja na ugunduzi wetu wa safina ya Nuhu, kila mtu angevutiwa zaidi na dhahabu, vito na hayo yote kuliko ambavyo wangevutiwa na safina ya Nuhu. Inawezekana kabisa. Ndiyo, na ninahisi kwamba kwa kuwa Mungu aliruhusu ichukuliwe, kwamba yeye, unajua, anatambua kuwa hiyo ni sehemu ya hali ya mwanadamu. Hoja nzuri sana. Lakini kile ambacho ningependa kumaliza leo kwa kushiriki jambo moja zaidi nanyi. Sawa kabisa. Wakati mmoja tulipokuwa kule tukiangalia mahali ambapo kaburi lilikuwa limefukuliwa, mimi na Ron tulikuwa na shughuli ya kutafuta vipande vya jiwe la kaburi. Unajua, tulipata baadhi. Sawa, lakini kulikuwa na mwanamke aliyekuwa nasi, na hili lilikuwa la kuchekesha sana na sitawahi kulisahau. Na sitataja jina lake kwa sababu sitaki kumdhalilisha. Alikuwa na lafudhi ya kweli ya Kusini. Najua mi sina, lakini alisema inaonekana kuna mtu amekuwa hapa akila kuku. Na Ron akasema, unamaanisha nini? Naye akaashiria kitu fulani, naye akaangalia. Tuliangalia chini, naye akaokota kile alichofikiri ni mifupa ya kuku, akaileta nyumbani, akaifanyia uchunguzi, na ni mifupa ya vidole vya binadamu. Ala! Na hapa ndipo yalipo. Hebu tuone. Yote yanaingiliana na unaweza kuona jinsi alivyo marefu. Ndio. Na cha kufurahisha, alikuwa na dalili ya baridi yabisi. Alo, juu kidogo. Ndiyo, juu kidogo. Wana hilo. Magharibi. Hapo. Ndio, sawa. Ndio. Lo, inavutia. Na hatujawahi kuzungumza juu ya haya sana kwa sababu watu wengi wana mawazo fulani ya ajabu. Lakini Ron alizungumza juu ya, unajua, jinsi mambo yalivyokuwa makubwa zaidi. Ndio. Kabla ya gharika. Na tunajua hilo,
tunachopaswa kufanya ni kuangalia rekodi ya visukuku Ndio, na yote, lakini naomba radhi. Najifunza programu leo, jinsi ya kufanya hivi. Ndiyo, na natumai kuwa watazamaji wako wameweza kupata kitu kutokana na hili. ndio, hiyo ni nzuri. Kipindi kijacho tutakachofanya kitahusu ushahidi wote wa safina yenyewe ambao ni mwingi sana kabisa. Na Ron alikuwa akisema kila mara kwamba uvumbuzi wote ulienda pamoja Ndio, na kwamba unajua, hatuondoi hata mmoja. Kwa hivyo ni matumaini yangu kwamba ikiwa watazamaji wako watapenda hili vya kutosha, tunaweza kufanya sehemu iliyobaki ya safina ya Nuhu, ndio, Sodoma na Gomora, ndio. kuvuka kwa bahari ya Shamu, mlima Sinai, Ndio, na ya mwisho ni sanduku la agano ambalo linashangaza kabisa ndio. kabisa. Hiyo ilinitoa machozi Ndiyo, vyema, kabisa. tunayo mengi zaidi. Kwa hivyo, ili watazamaji wajue, tutafanya hivi kama mfululizo na tunamruhusu Bwana atuongoze. Kama ulivyojadili na Ron, yote yalienda pamoja. Na ninashukuru kwa kila kitu unachoshiriki. Na tutazidi kuwa wepesi zaidi na hili. Na kwa sababu sote tulikuwa tunajifunza mfumo wa, unajua, kushiriki screen, hivyo ndio tutalielewa hili. Lakini nina msisimko sana kuhusu yote haya kwa sababu yanathibitisha neno la Mungu. Hakuna kitu kilicho imara zaidi katika historia kuliko neno la Mungu. Unajua, na watu wanapaswa kuelewa, historia imeandikwa na wanadamu, lakini Mungu ameandikwa na watu walioongozwa naye. Nitashikamana na neno la Mungu siku yoyote. Amina. Na moja ya mambo ambayo nimejifunza kutokana na haya yote ni kwamba kuna maelezo yanayofunuliwa ambayo yanafafanua sana neno la Mungu. Unajua, unaweza kusikia jambo fulani na kusema, oh, na kuliona akilini mwako kama wana wa Israeli au kitu fulani, na kisha kama ikiwa unacho kitabu changu na unaona yote hayo ni kabisa. Maelezo ni Ndio, ya ajabu. ndiyo, ni ajabu kabisa. Na ninataka kuonyesha hilo tena. Nitashiriki tovuti, kwa hivyo ni ronwyatt.com. Kuna mengi hapa. Namaanisha kama nimeipitia mara nyingi na naweza kuzitazama zote tena. Unajua, na unataka kujiunya, unataka kitabu hiki, nilianza kusoma hiki na sitaki kukiweka chini. Kimeandikwa vizuri sana kwa njia Marinel. Mimi tu nilihisi kama nilikuwa nazungumza nawe nikikisoma. Ndio, kwa hivyo ni kizuri sana. Na kuelezea tu hili yote na makosa yote tuliyoamini kwa muda mrefu sasa yatawekwa sawa na ukweli. Na kweli ulifanya uchunguzi wa kweli kwenye habari hii yote. Watu wanahitaji kuielewa na watamfahamu Ron vizuri zaidi pia. Na hapa ndipo tulipo. Habari za kusisimua kuhusu safina. Hizi ni skana hizi tu na mlima Sinai. Oh, ndio, kuna mambo mengi sana, na nimefarijika sana kwamba ulituomba tushiriki, Ndio. na ninashukuru sana. Oh, ninashukuru kwamba uko hapa. Vema, ikiwa kuna chochote, yeyote ana maswali yoyote au angependa mimi, shida ni kwamba kuna mengi sana, na ikiwa kuna jambo ambalo ungependa niliangazie, nitumie tu, nijulishe, na vinginevyo nitaendelea tu kama nilivyofanya. Nilifikiri ni muhimu sana kwa kila mtu kujua jinsi hili lilivyoanza, kwa sababu huu ulikuwa mwanzo. Sawa. Na ninaipenda kwa sababu wanamwona Ron mwenyewe na moyo wake, na unapomsikiliza unaujua moyo wake. Yeye naweza kuiona mimeihisi, na tunapoendelea na kuendelea, na anapofika kwenye sanduku la agano, oh jamani, ni kama tu Oh, hiyo itakuwa ngumu. Ndiyo, Bwana alimchukua mtu huyu mmoja na tu na napenda kwamba alimchukua mtu ambaye hakuwa na ile, unajua, ile ya kiakiolojia, chochote kile, chochote wanachokiita hicho, unajua, hakuwa sawa.
Hakuwa mchimba ardhi kwa asili. Huyu alikuwa mtu ambaye alikuwa akijaribu kuthibitisha neno la Mungu. Unajua, nina msisimko nalo na nakushukuru sana kwa kuja hapa. Na dakika ile nilipozungumza nawe, nikasema yeye ni kama watu wangu. Napenda hili. Najua. Ndiyo, unapenda neno, unajali neno, na tunataka kuona Mungu akitukuzwa katika hili. Kama Ron alikuwa mfanyakazi kwa ajili ya utukufu. Alikuwa mfanyakazi ili Mungu atukuzwe. Sawa. Na hili ndilo jambo, ni kwamba tumeona maisha mengi yakibadilika ambayo yameguswa na haya. Na unajua ule usemi ni kwamba Yesu angekufa kwa ajili ya mtu mmoja tu. Ndiyo. Na hivyo ikiwa tunaweza kumfikia mtu mmoja, ikiwa watazamaji wako wanaweza kutumia mambo haya kuwavutia watu, unajua, ambao huenda wasiwe na nia yoyote katika dini, ambao wasingewahi kukanyaga milango ya kanisa. Sawa. Ndiyo. Labda tunaweza kumsaidia mtu kuja kwenye ufahamu wa ukweli. Hivyo ndivyo. Ndiyo, kwa sababu ikiwa hili ni kweli, hiyo inasema nini kuhusu neno lingine lote? Na tuna mengi zaidi ya kupitia. Kabisa. Ndiyo. Hivyo, hii ni sehemu ya kwanza. Na nakushukuru tena kwa kuja. Na nakushukuru tu Jobi. Inastaajabisha, na tutapanga tarehe na kufanya sehemu ya pili. Hivyo inasikika vizuri. Ndiyo. Mungu akubariki na Mungu awabariki watazamaji wako wote. Ndiyo, amina. Tutaonana hivi karibuni jamani. Kwa heri.